niwaombe waheshimiwa wabunge, tembeeni kifua mbele. Tembeeni mkijiamini kuwa sekta ya nishati iko mikono salama chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Na sisi wasaidizi wake hatutamwangusha kwenye jambo hili. Tutasimama wakati wote kuhakikisha kuwa Watanzania wanapata umeme. Na Mheshimiwa Spika, huwa nawaeleza wenzangu kwenye sekta ya nishati, kama kuna sekta hahitaji kusema sana ni hii, ni umeme. Umeme ukikatika hauhitajiki maelezo, umekatika. Hayo maelezo mengine baki nayo, watu wanaochotaka ni umeme basi. Hata ungekuja na misamiati yoyote unayoijua, ukajieleza kwa ufundi unaoujua, kama watu hawaoni umeme, ni kama tu unapiga gitaa kwa wimbo watu ambao haujui. Nataka nikuhakikishie kwa Mheshimiwa Spika, tutahakikisha kuwa kila linalowezekana kazi ya kupeleka umeme inaendelea. Mheshimiwa Spika, imeelezwa kwa uchungu sana bei ya kuunganisha umeme kwa wananchi vijijini na mijini na mapendekezo yaliyotolewa na kamati. Labda nieleze la kwanza kwamba serikali, bei ya kuunganisha umeme kwa sasa ni shilingi 67 kwa maeneo ya vijijini na vijiji miji. Serikali inaendelea kuunganisha umeme kupitia mpango mahususi wa national wa nishati ya National Energy Compact kwa mwaka wa fedha 2025-26, yani budget hii tulionayo. Serikali kupitia REA imetenga shilingi bilioni 40 ili kuanza kuunganisha umeme wananchi kwa shilingi 27,000 katika maeneo mbalimbali yenye sura ya vijiji miji. Serikali imekuwa ikitoa ruzuku ya wastani wa shilingi 58 ya gharama za kuunganisha umeme kwa wananchi, lakini wananchi hulipia kiasi fulani ambacho bado wabunge wamesema ni kikubwa. Mheshimiwa Spika, baada ya kuwa tumejadili jambo hili kwa kina kwenye kamati, tuliamua kuunda kamati. Kwa sababu Mheshimiwa Spika, hili ni jambo linalohusiana na uchumi, linalohusiana na fedha, haliwezi kutamkwa bila uchambuzi. Naomba waheshimiwa wabunge kwa heshima na unyenyekevu mkubwa mtupe muda. Tuna timu tumeiunda ya kwenda kuangalia namna gani tutapunguza gharama ya kuwaunganisha wananchi vijijini kwa ajili ya kuwapelekea umeme. Lakini la pili, Mheshimiwa Spika, kwenye mradi wetu wa compact ambao Benki ya Dunia FDB wanatufadhili pamoja na wafadhili wengine, tumepewa target ya kuunganisha wateja milioni 8. Milioni 8 ukijumlisha na wale waliokuwepo milioni 5, tunatakiwa itakapofika mwaka 2030 tuwe tumeunganisha wateja milioni karibu zaidi ya 12. Sasa Mheshimiwa Spika, tumeambiana wizarani kuwa kwa hali ya kawaida kama tumeunganisha wateja milioni 5.2 kwa kipindi chote toka tumekuwepo, ni muujiza gani huu tutakaokuwa nao wa kuwaunganisha wateja milioni 8 ndani ya miaka 5? Maana yake ni kwamba ni lazima kuwe na utaratibu ambao sio wa kawaida uliozoeleka tuliokuwa tukifanya miaka yote katika uunganishaji wa wananchi. Na mojawapo ni kuangalia ni kitu gani kinachowakwamisha wananchi kuunganishwa na huo umeme. Mheshimiwa Spika, kila mbunge ameeleza hapa kwamba moja ni gharama, lakini mbili, hizi gharama zote hawaziwezi wananchi. Tumeunda hiyo timu ikatufanyia uchambuzi, tuletee majibu. Na naamini wakati fulani tutawahusisha na waheshimiwa wabunge ili muweze kujua ni kitu gani tunachofanya. Lakini nataka niwahakikishie kuwa tunalifanyia kazi jambo hili ili uunganishaji uweze kuwa rahisi, na hili linalozungumzwa la watu kuweza kuunganishwa umeme kwa bei nafuu tutalifikia. Lakini unganishe hilo hilo pamoja na gharama za umeme. Mheshimiwa Spika, gharama za umeme yani tarifu kwenye nchi yetu hazijapitiwa kwa muda wa miaka 10. Kwa sasa tunazipitia kupitia EWURA. Naomba mnikubalie waheshimiwa wabunge kwamba jambo hili ni la kiuchumi, ni la kisayansi, linahitaji uchambuzi, kuwashirikisha wadau na wadau mbalimbali watoe maoni yao. Naomba tuwape nafasi EWURA kama regulator independent afanye kazi yake bila kumuingilia, ili atuletee taarifa hizi gharama za umeme maana yake nini na nini kifanyike ili wananchi waweze kupata nishati ambayo inahimilika.